Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi. Hii ni 2026 na mwaka huu unakuja kwa staili nyingine kabisa. Sasa kuanzia leo, mada zote nitakazokuwa nazitoa hapa nitamuingiza Mungu, na nikimuingiza Mungu sishangae kwa sababu gani. Mungu ndiye anaitwa pendo. Mungu anaitwa ni pendo kwenye Biblia. Kwa hiyo 2026 Mungu atatawala sana. Sasa tuna ndoa nyingi sana nimekutana za Wakristo ambazo zina migogoro, tena wameokoka. Mchungaji kampa mimba house girl. Mama mchungaji anakuja, anasafiri kutoka mkoa mwingine, anakuja kuniona Mwanza. Nampa fundisho, mume wake amebadilika. Na hata sasa hivi ukiangalia picha yake kwenye WhatsApp, hii kutoka mwaka juzi. Nazungumzia historia mwaka juzi. Ukiangalia picha WhatsApp ya huyu mama, sawa, mama mwenye miaka 40 na kitu, amekumbatiwa na mume wake. Kwenye picha ya WhatsApp, mume wake amemkumbatia. Anajivunia. Haya, hebu fikiria huyu mama ameokoka, anatembea na mchungaji wa KKT, hiyo ni Arusha. Hebu fikiria huyu ni mchungaji wa kilokole hapa mjini Mwanza. Mke wake anagombana na binti wa Praise. Wanagombana mwanaume hataki yule binti awe kwenye Praise team. Wanaita sijui timu ya sifa. Hataki, anagombana. Huyu ni mchungaji wa kilokole na maarufu hapa mjini Mwanza. Sasa nikiona vitu kama hivyo naona sasa kwa nini kanisani yamekuwa migogoro. Ni machache niliyokupa ambayo imetoka kanisani. Hebu fikiria huyu ni mama mwenyekiti ni kanisa la kilokole, mwenyekiti wa wanawake, ananiambia huu ni mwaka wa pili nachepuka. Kanisa la kilokole mjini Mwanza, moja kale kanisa maarufu ambaye yako pembeni mwa mji wa Mwanza. Dada ni mzuri, amepata mwanaume gym, ameanza naye mapenzi, anasema huu ni mwaka wa pili. Mwanaume hajui. Anamnunulia mke wake zawadi ya Krismasi, gari mpya kabisa, Harrier. Mwanamke anachepuka. Kwa vitu kama hivyo nakutana navyo, naona sasa inakuwaje kanisani, na mimi niko kanisani. Kutoka nimeanza channel hii sijamweka Mungu sana hapa. Nilifungua channel nyingine nitaka kwamba itakuwa pekee yake mambo ya Mungu, lakini nikaona hapana, ni upuuzi. Then niweke hapa. Anayetaka kae, anayekuondoka anaondoka na aondoke. Lakini kuanzia sasa Mungu atatawala kwenye channel. Bwana asifiwe. Sasa kwa nini nimeleta hivi? Jana nimekutana na video moja TikTok. Video hii inazungumza jinsi gani watu ambao wanamwamini Mungu wameshindwa kumpa Mungu ruhusa afanye kazi kwenye maisha yao kwa kiwango kikubwa. Wamempa nafasi ndogo sana, alafu wanalalamika. Nazungumza hivi ni kwamba watu hawakumpa Mungu nafasi ya kutosha afanye mambo makubwa, alafu wamebakia tu kulalamika. Wanaume ndivyo walivyo. Mwanamke mwingine kutoka Dodoma ananiambiaje? Ananiambia, "Dokta, mwili huwa hauokoki." Maana yake anachepuka. Na ni mlokole huyu. Anasema mwili huwa hauokoki. Sasa tuende kwa kitabu cha Mwanzo. Kwanza tuanze na kitabu cha Mwanzo, maana ndio tutapata msingi hapo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 30. Kitabu cha Mwanzo sura ya 30. Uone mazingira yaliyopo. Mwanaume ampe nini mwanamke na mwanamke ampe nini mwanaume. Sawa? Sikiliza. Kitabu cha Mwanzo kabisa sura ile ya 30 mstari wa 19 hadi ule wa 20. Lea akapata mimba tena, akamzalia Yakobo mwana wa 6. Lea akasema, Mungu amenipa mahari njema. Sasa kwenye Kiswahili imetafsiri mahari njema, lakini Biblia ya Kiingereza inasema amenipa a good gift au a precious gift. Kwa hiyo hii ndio amenipa zawadi nzuri, ndio tafsiri ya Kiingereza. Nimeangalia Biblia nyingi za Kiingereza zinazungumzia swala hilo kwamba ni zawadi nzuri. Narudia tena mstari ule wa 19. Lea akapata mimba tena, akamzalia Yakobo mwana wa 6.
Lea akasema Mungu amenipa mahari njema. Kwa hiyo nitabadilisha hapa, akasema Mungu amenipa zawadi njema, sasa mume wangu atakaa na mimi. Unaweza kuona anasema hivi. Kwa hiyo hapa anajua kwamba mume wake ili akae na yeye lazima Mungu ampe kitu chema. Sasa wewe utamlalamikia mume wako sana sana, lakini shida uhusiano wako na Mungu ni mbovu. Unamlaumu mume wako, lakini shida ni kwamba uhusiano wako na Mungu ni mbovu, na nitakuonyesha kutoka kwenye Biblia. Lea akasema Mungu amenipa kitu chema, zawadi nzuri, sasa mume wangu atakaa na mimi, na kwa kuwa nimemzalia mwana wa 6 akamwita jina lake Zabuloni. Baada aya akazaa binti akamwita jina lake Dina. Kwa hiyo Mungu asema Mungu amenipa zawadi njema, sasa mume wangu atanipenda, atanithamini. Kwa maana mengine ni kwamba ili mwanamke athaminiwe na mume wake lazima azae matunda mazuri, lazima azae matunda mazuri. Sasa hapo unaona kwamba nimemgusa mwanaume, maana kwa maneno mengine kwamba mwanaume kazi yake kubwa ni kumpa kitu mwanamke ambacho atajivunia. Unaweza kuona hapa maana yake ni kwamba kazi ya mwanaume ni kumpa kitu ambacho mwanamke huyu atajivunia. Na ndio maana Biblia inasema kwamba waume wapendeni wake zenu, lakini wake waheshimuni waume zenu. Ndio Biblia inavyozungumza. Kwa hiyo mwanaume ana wajibu wa kumpa kitu chema, ya kusababisha kupitia Mungu huyo huyo, sawa, kupitia Mungu kusababisha huyu mwanamke apate kitu ambacho kitasuuza roho yake. Sasa hiyo ni Mwanzo sura ile ya 6. Twende kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya 33. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 33 mstari ule wa 11. Sikiliza maneno haya. Bwana, ubariki mali zake, utakabali kazi ya mikono yake, uwapige viuno vyao waondokao juu yake, na wenye kumchukia wasiinuke tena. Tarudia tena. Hii ni Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 11. Inasema hivi: Bwana, ubariki mali zake, utakabali kazi za mikono yake. Sehemu ya kwanza ya mstari. Inasema Bwana ubariki. Bwana anasema hivi, Bwana ubariki mali zake. Sasa kwenye Kiingereza inasema hivi, God bless his skills. Biblia Kiingereza hii hapa. Ngoja nikusomee. Biblia Kiingereza hii hapa. Sawa? Biblia Kiingereza hii hapa. Ngoja nikusomee. Deuteronomy chapter 33 verse 11. Deuteronomy chapter 33 verse 11. Sikiliza. Hii hapa. Sawa? Biblia Kiingereza. Sawa? Ngoja nikusomee mstari wa 11. Nasema hivi. Mstari wa 11, 33:11. Bless all his skills, O Lord, and be pleased with the work of his hands. Tarudia tena. Bless all his skills. Skills ni ufundi. Sawa? Skills ni ufundi. Sema bariki ufundi alionao. Kwa hiyo ufundi kwenye tendo la ndoa ni muhimu sana. Ndio maana Biblia inasema hivi, mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake. Kwa nini? Mikono yake mwenyewe. Narudia tena hapa, nisome kwenye Kiswahili sasa. Bwana ubariki mali zake au ufundi wake, sawa, utakabali kazi ya mikono yake. Sasa si wanawake hawajui kutumia mikono yao kumnogesha mwanaume kitandani, hawajui korodani zinachezewaje, hawajui hata ile dudu la mwanaume linashikwaje, hawajui jinsi ya kumkisi mwanamume, jinsi ya kuchezea chuchu zake, jinsi ya kuchezea ume wake, hawajui. Wanawake wengi wanafikiria wanajua. Sasa ndio hatari ilipo hapo. Wanafikiria wanajua, lakini hawajui. Tuendelee na Biblia. Kumbukumbu la Torati 39 hiyo hiyo. 33 hiyo hiyo. 33 mstari wa 29 nasema hivi: Uheri Israeli, ni nani aliye kama wewe, taifa lililookolewa na Bwana.
Ndiye ngao yako na msaada wako na upanga wa utukufu wako, na adui zako watajitiisha chini yako, nawe utapakanyaga mahali pao pa juu. Anasema hivi, Mungu anasema hivi, hili neno la Mungu. Anasema uheri wewe Israeli. Ni nani aliye kama wewe, taifa lililookolewa na Bwana? Wewe kama umeokoka kweli kweli, wewe ni tofauti sana. Michepuko, mume wako hawezi akachepuka. Sasa umeokolewa na Bwana, ni wa thamani mbele za Bwana. Anasema hivi, utawakanyaga adui zako, watajitiisha chini yako. Yani wanaotaka kumchepusha mume wako yani watafurukuta sana chini ya miguu yako. Sasa kwa sababu hujakaa sawasawa na Mungu, unasema mume wangu anachepuka, mume wangu ananutia sana, itesa. Ngoja nikwambie sasa Biblia inavyokukandamiza kwamba unaibomoa nyumba yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Haya, ngoja msomee message za watu ambao nimewasaidia sasa uweze kuona. Kwa simu yangu hapa, hii hapa. Ngoja kusomea simu yangu hii hapa, sawa? Ngoja kusomea sasa uone umuhimu wa mikono yako. Wewe unasema kwamba mume wangu, wanaume lazima tu wachepuke. Ngoja kusomea shuhuda za watu ambao nimewasaidia. Huyu ni mwanamke anasema hivi, no messages hapa, sawa? Sawa, messages za WhatsApp, sawa? Sawa, sasa hello doctor. Sijui niseme nini. Nimeanza kidogo tu jana zile video ulizonitumia na jarida, nikaona tofauti kubwa sana kwa mume wangu. Hapo ni video moja tu nimeifanyia kazi. Ziko video ngapi? 53. Narudia tena. Jana zile video ulizonitumia nikaona tofauti kubwa sana kwa mume wangu. Hapo ni video moja tu nimeifanyia kazi, ile ya kuchezea dudu lake na korodani zake. Na penyewe pongezi nyingi sana nilipewa. Asante nyingi sana. Nashukuru kwa hilo dokta. Je, nikimaliza video zote itakuwaje hapo? Mungu akupe maisha marefu katika kuokoa ndoa zetu. Asante sana dokta. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo, sawa? Ngoja nikusomee message nyingine. Anasema hivi. Ngoja nikusomee message nyingine. Anasema hivi, kapagawa kaomba na msamaha mingi. Kanikuta ni msafi na ni mtamu. Ukichanganya na zile video alikuwa analia tu, haelewi. Na mimi nimeenjoy sana, kanifikisha kileleni mara 4. Nilimnyonya pale kwenye katikati ya korodani na lile tundu la haja kubwa. Mbona alitoa password za akaunti za benki zote. Nilimpa penzi la moto na sikumpa muda wa yeye kupoa. Haleluya. Hot. Akaniona haishi hamu. Anataka hata nikiwa jikoni napika utasikia mami bomba la bafuni alitoi maji, nikienda kufungulia ndio basi tena mahaba mpaka alizike. Haya, mwangalie mwanaume huyu anasema hivi, dokta, nashukuru sana zile video ulizonitumia, namna ya kumwandaa mwanamke mpaka akojoe. Demu wangu katamka mwenyewe kwamba siku zote alikuwa tu ananitia moyo kuwa anakojoa, ila alikuwa hakojoi, ananidanganya. Lakini leo asubuhi nimetumia njia ile njia dokta ya mkao ule wa coital alignment ya kusugua kisimi. Amekojoa, shahawa zimeruka kama maji, akaloana nembe na kulia sana. Akaniambia, hakika siwezi kukuacha. Basi leo simu kila muda napigiwa, umekula, unafanya nini? Dokta, kumbe mwanamke asipokojoa anaweza kukusaliti, kuchepuka. Nashukuru sana dokta, mapenzi yamechepuka kama ndio mapya. Kumbe tuko kwenye mahusiano mwaka wa 5 huu. Desemba namvisha pete, mtoto amepagawa. Unaweza kuona sasa ilivyo hali halisi. Bariki kazi ya mikono yako. Haleluya. Twende tena kwenye mambo haya. Sasa naomba mimi nataka kuongea hapa leo. Sawa? Nataka nikwambie kwamba magumu unayokutana nayo katika mahusiano yako ya ndoa ni kwa sababu ya ujinga. Kwa Mungu amezungumza, amesema kwamba pasipo maarifa watu wake wanaangamia, na haitabadilika awe ni Mkristo asiwe Mkristo, ameokoka hajaokoka, pasipo maarifa haitaangamia. Nitakusomea mstari baadaye kwamba wasiokuwa na maarifa Mungu wala hata wahurumia. Mume wako atachepuka, utaandamana kwa wachungaji, utaandamana kwa mashehe, utaandamana mpaka kwa rais aokoe ndoa yako. Sawa, utaandamana mpaka kwa rais Ikulu.
Sasa kwa sababu ya ujinga wako utaendelea kulia kwa sababu humjui Mungu. Na wanawake wasiomjua Mungu wanawapa shida sana waume zao. Hata kama wameokoka, kuna watu wameokoka ndio huyu miaka 2 anachepuka. Lakini ni mama mwenyekiti wa kina mama kwenye kanisa la Kilokole. Ujinga. Hajui jinsi gani ya kumsaidia mume wake afurahie tendo la ndoa, alafu anaenda gym anakutana na mwanaume anaanza kuchepuka. Sasa sikiliza. Ninaposema kwamba wanawake, Biblia yangu moja ikae vizuri hapa. Wanawake hawajampa Mungu nafasi afanye kazi. Hata wanaume pia. Hawajampa Mungu nafasi. Umeona message ya mwanamke ambaye alikuwa anamdanganya kwamba anafika kileleni, hajafika kileleni. Sawa? Sawa. Sasa kuna kitu ambacho kwenye saikolojia wanaita optimization of sexual experience. Optimization of sexual experience. Maana yake nini? Ni kwamba ukisikia kwenye Kiingereza kusema optimal, yani kiwango cha juu, optimum, cha juu sana. Sasa optimization, yani kufanya mahusiano yako yawe yana utamu wa kiwango cha juu sana. Sasa unapompa kiwango cha chini, katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye aishatembea na wanaume 3 kabla yako, mwanaume uliye naye aishatembea na wanawake 5 kabla yako, lazima kuna vitu anavilinganisha. Sasa anakulinganisha, wewe anakuona bado kwenye daraja la chini. Sawa? Uko kwenye minimum. Unatakiwa uwe optimal. Sasa uko kwenye minimum, wewe kiwango cha chini. Sasa ndio hapo sasa utamlaumu mume wako, utamuona kwamba mume wako hajui, utamuona mume wako hafai. Sasa magumu lazima yatatokea. Magumu lazima yatatokea. Lakini jinsi gani kukabiliana nao ndio ujanja. Sasa mtu anayemjua Mungu akikutana na magumu, hamwangalii mke wake, hamwangalii mume wake, anamwangalia Mungu. Sasa shida ya watu wengi wakikutana na magumu ndani ya ndoa, wanamwangalia mume wangu anisikilizi, mume wangu aniheshimu, mke wangu aniheshimu, mke wangu aniheshimu, mke wangu anapenda hela. Unaanza kumwangalia mwanadamu badala ya kumwangalia Mungu. Hilo ndio kosa kubwa analofanya wanadamu. Na sasa tuanze na kitabu cha Ayubu ambacho kimejaa magumu. Tuanze na kitabu cha Ayubu ambacho kimejaa magumu. Ayubu sura ile ya 2. Ayubu sura ile ya 2. Kitabu cha Ayubu sura ile ya 2 uweze kuona watu wanavyoyaangalia magumu wakaanza kulaumiana wao wenyewe. Ayubu sura ile ya 2 mstari wa 7 hadi ule wa 10. Sikiliza maneno haya. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Naye akashika kigae na kujikunia, akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu au kafe niolewe na mwanaume mwingine? Lakini yeye Ayubu akamwambia mke wake, wewe wanena kama moja ya hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote hakufanya dhambi kwa mikono yake na midomo yake. Unaona? Akamwambia wewe unafanana na wanawake wapumbavu. Biblia inasemaje? Mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Sasa mpumbavu yukoje? Haleluya. Mpumbavu yukoje? Mpumbavu anasema kwamba Mungu yupo, anafanya kazi, anaweza kunisaidia, lakini hamtegemei Mungu. Hamruhusu Mungu afanye kazi kwenye ndoa yake. Twende kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili. Hapo kuna kitu kitamu kwa Wakristo wote wanaonisikiliza. Wafalme wa Pili sura ile ya 4. Wafalme wa Pili sura ile ya 4. Wafalme wa Pili sura ile ya 4. Yameandika pale mstari wa ngapi hadi wa ngapi? Wafalme wa Pili sura ile ya 4 mstari wa 1 hadi ule wa 7. Sikiliza. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema,
mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Haleluya! Unaona walokole hao? Sikiliza basi, naanza mstari wa kwanza. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kwamba mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, naye alimuia aliyekuwa anamuia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Kuna wanawake na kabla sijaendelea hapo, kuna wanawake ambao wanawapa pressure wanaume zao ya kutaka sijui aende saluni kila wiki, si ataka nguo mpya kila wiki, mpaka mwanaume anakufa kwa pressure. Wanataka vitu vya bei mbaya. Akaimba yule mwimbaji wa Uganda, anapenda vitu vya bei mbaya. Mpaka mwanaume anakufa kwa pressure sababu ya madeni. Sasa huyu mume wake alikufa kwa ajili ya madeni. Sasa wale wanaomdai mume wake wamekuja wanambia, tunachukua mtoto wako akawe mtumwa wetu. Unaendelea mstari wa ngapi pale? Wa pili. Elisha akamwambia, nikufanyie nini sasa? Niambie, una kitu gani nyumbani? Ngoja nirudie tena kuanzia mwanzo. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kwamba mtumishi wako alikuwa mcha Mungu, na aliyekuwa anamdai amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa wake. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wanao. Vyombo vitupu wala usitake vichache. Nitarudia tena mstari huo. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako, vyombo vitupu wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlangoni, yeye na mwanawe. Hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Ikawa sasa vilivyokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo kingine. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta hayo, ulipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Sikiliza, yule mwanamke aliambiwa akakusanya vyombo kutoka majirani zake. Akaambiwa tena vingi wala sio vichache. Asema vingi wala sio vichache. Lakini sasa alipokusanya, alipokuwa anamimina, vilivyokuwa vimeisha, sababu ameambiwa ajifungie, akishaingia akati anamimina ajifungie. Vilivyokuwa vimeisha, haruhusiwi kwenda nje. Akienda nje akirudi tena mafuta atakuta yamekatika. Sasa alichukua vyombo vichache, hakuchukua vingi. Sio kwamba Mungu aliishiwa, sio kwamba Mungu alikuwa ameishiwa mafuta ya kuendelea kusababisha yamiminike, ila yeye aliishiwa vyombo. Na kuna stori nyingine nitakuletea kwenye video nyingine kwenye Biblia ya mwanaume ambaye aliambiwa na nabii, piga mishale ili uweze kushinda maadui zako, piga mishale. Akapiga mishale 3. Akaambiwa, kwa nini unapiga mishale michache? Mpaka piga mishale mingi, nataka washinde maadui zako wote kila wanapokuja. Hiyo ni story nyingine kwenye Biblia, nitakuletea kwenye video nyingine. Kwamba kuna watu ambao wanamwekea Mungu mipaka. Unafikiria kwamba ukichukua elimu hii inayokupa ya kumnogesha mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake, na kila eneo lina ufundi wake. Ili umnogeshe mwanaume apate utamu mpaka anapiga na nguruma, lazima ujue yale maeneo. Na Mungu aliyesema kwamba pasipo maarifa watu wangu wanaangamia, haitabadilika. Kwa hiyo lazima ujue mwanaume anaandaliwaje. Sasa hebu fikiria, upewe mtihani wenye maswali 14.
alafu ukajibu matatu, utafaulu kwenye huo mtihani. Sasa mwanaume ana maeneo 14, wewe unafahamu mambo matatu au manne, utafaulu kule kwenye hiyo ndoa. Haya, mwanaume unapaswa ujue kwamba mwanamke uliye naye katika mwili wake ana maeneo 17. Hebu fikiria, umepewa mtihani wenye maswali 17, wewe ukajibu manne, utafaulu mtihani. Kwa unaweza kuona jinsi gani unaiharibu ndoa yako wewe mwenyewe bila kujua. Unaweza kuona unaiharibu ndoa yako bila kujua. Hili neno tata sana, hawalizungumzii wachungaji, hawalizungumzii. Ngoja kusema message nyingine hapa uweze kuona. Ngoja kusema message nyingine, usifikirie kwamba nazungumza hapa hadithi hapa kana panya. Nakupa vitu halisi. Sawa? Sawa, ngoja kusomea message nyingine hapa. Okay, ngoja kusomea message nyingine uweze kuona. Angalia huyu anayelalamika. Mie nina mke wangu ana watoto 3. Nina miaka kama 10 sasa. Ila zamani nilikuwa nikihitaji tendo anasema amechoka na muacha. Sasa ile hali ikazidi kuwa kubwa. Hatimaye na mimi nikachoka kabisa, nikawa simuombi tendo. Lakini sasa hivi nikilala naye sina kabisa hisia naye tena. Wakati mwingine hata tukifanikiwa kufanya hata dakika 20 nyingi uume unalala. Lakini nimejaribu kutoka nje dokta, nione kama nina matatizo, lakini napeleka moto, sio mchezo. Tena nachelewa kumaliza. Naomba msaada wako, sitaki nimwache mke wangu. Unaweza kuona mlokole huyu. Asema kwa mke wangu sina hisia, lakini nikienda nje ya ndoa bobo, moto napeleka. Kama gari la fire, moto napeleka. Waajabu, hebu fikiria moto unapokuwa unavyounguza, unavyonguruma moto ukiwa mkubwa. Fikiria, asimu mwanaume anasema nikienda nje moto napeleka sawa sawa, lakini ndani ya mke wangu. Hebu nirudie tena message ili ni uweze kuielewa. Mie nina mke wangu na watoto 3. Ndoa ina miaka 10 sasa. Ila zamani nilikuwa nikihitaji tendo anasema amechoka na muacha. Sasa ile hali ikazidi kuwa kubwa. Hatimaye na mimi nikachoka kabisa, nikawa simuombi tendo. Lakini sasa hivi nikilala naye sina kabisa hisia naye tena. Wakati mwingine hata tukifanikiwa kufanya hata dakika 20 ni nyingi, uume unalala tu bila sababu. Lakini nimejaribu kutoka nje nione kama nina tatizo, lakini napeleka moto huko nje, sio mchezo. Tena nachelewa kumaliza. Naomba msaada, sitaki nimwache mke wangu. Kuna hatari ya kuachwa. Ufikiria stori kama hiyo. Stori kama hiyo. Aya, sikiliza voice note hii. Huyu ni mwanamke, nilimwambia kwamba mume wako unamboa kwenye tendo la ndoa, anakuja na nikoromea. Ngoja nikupe story, nimesikia story nyingi hapa kidogo. Ngoja nikupe story nyingine. Itakuwa ya mwisho, lakini naona muda wangu umeenda. Angalia message za WhatsApp. Sawa, angalia. Dokta, wale wanawake wanaoenda kwa waganga wanaenda kufanya nini? Waje kwako jamani. Huwezi amini, mume wangu haruhusu nitoke niende mahali peke yangu siku hizi, baada ya kumfanyia vitu vitamu ulivyonitumia kwenye video. Ananiambia anaogopa usije ukawapa utamu huu mpya wengine kama unavyonipa. Huwezi kuamini, mume amenifungulia duka la vyakula pamoja na wakala wa M-Pesa, na bado jana tumemaliza show, ananiambia mke wangu, umekuwa mtamu, umenipa utulivu wa akili, nataka nikupe zawadi nyingine kwenye maisha yako, nikabaki nimedua. Sasa hizo sio hadithi za paka na panya. Sasa tunaingia kwenye Biblia baada hizo message. Twende kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora, sura ile ya 5. Wimbo Ulio Bora, sura ile ya 5. Wimbo Ulio Bora, sura ile ya 5, kuanzia mstari wa 9. Mstari wa 9 ni huu hapa. Inasema hivi. Sikiliza. Hii ni Biblia ya Kiswahili. Sawa. Wimbo Ulio Bora. Sasa hivi. Mpendwa wangu wa namna gani mpendwa wako? Wewe uliye mzuri katika wanawake. Mpendwa wa namna gani ni mpendwa wako? Hata wewe utusihi hivyo? Yeye akasema, mpendwa wangu ni mweupe tena ni mwekundu
mashuhuri miongoni mwa 10,000. Kichwa chake ni kama cha dhahabu safi sana, nywele zake ni za ukoka nyeusi kama kunguru. Unaona, anajua kuchezea kichwa cha mwanaume. Kile kichwa kina misho mingi ya mishipa ya fahamu. Anajua jinsi ya kukilamba, kukinyonya na kukishika. Kuna mahesabu yake, sema kichwa chake. Haleluya, wewe unajua kunyonya dudu la mwanaume, shauri lako. Haya, anakuja, anajua kuchezea macho. Anasema hivi, macho yake ni kama penye vijito, wakioga kwa maziwa, wakikalia mito iliyo hapo. Unaona, anajua hata macho yake, jinsi ya kuchezea macho yake, anayalamba kwa ulimi, anabusu macho yake. Haya, mstari wa 13. Mashavu yake ni kama matuta ya rehani ambayo hufanyiziwa manukato. Midomo yake inajua kuila denda. Hakusema denda jamani, ngoja nirudie tena. Sasa hivi mashavu yake ni kama matuta ya rehani ambayo hufanyiziwa manukato. Midomo yake ni kama nyinyoro inayodondoza matone na manemane. Anapomla denda, una utamu wake kwenye denda. Dende tu linakushinda. Eti unaona kinyamati ya mwanaume. Anasemaje hapa mstari wa 14? Mikono yake ni kama mianzi ya dhahabu. Haleluya. Haleluya. Anaona, mikono yake unaiangalia tu kama midoli. Sasa mikono yake ni kama mianzi ya dhahabu iliyopambwa kwa zabarajadi. Kiwiliwili chake kama kazi ya pembe iliyonakishiwa kwa yakuti samawi. Yaani unaona nani vile vinyago vya pembe za tembo vinavyomemelemeta. Unaona, anaijua kwa sababu anaichezea mara kwa mara. Anajua sema miguu yake ni kama nguzo ya marimari zilizowekwa juu ya misingi ya dhahabu. Sura yake ni kama Lebanoni, ni bora mfano wa mierezi. Unaona anavyosifia. Anaweza kusifia kitu ambacho hujakiona. Anajua jinsi kanaichezea. Ameikariri iko humu. Asema kinywa chake kimejaa maneno matamu. Ananiambia baby, una uchi mtamu. Haleluya. Anarudia mstari wa 16. Kinywa chake kimejaa maneno matamu, ndiye mzuri sana pia. Ni huyu mpendwa wangu, ni huyu rafiki yangu, enyi binti za Yerusalemu. Unaweza kuona anafahamu maeneo 14 katika mwili wa mwanamume wake. Anasifia. Alikuwa anawasifia wanzie mume wake, anawasifia, anamwambia anavyoninogesha. Alikuwa anawasifia mume wake. Sasa kumwambia hivi, kwa nini unapenda kusifia mume wako? Akipasa auruzishe. Kwa mjui kwa mwanaume ana maeneo 14 kuchezea. Kanifungulia akaunti, ametoa password za akaunti zote kanipa. Lazima kachukue hela yote unayotaka. Kanifungulia yule mwingine anasema kanifungulia mradi duka la kuuza vyakula. Na M-Pesa kaniwekea. Wewe mume wako anakuwa mzigo. Haya, hiyo ni wimbo ulio bora. Sawa. Unampa mapenzi aliyoenda shule. Acha mchezo na Biblia. Haleluya. Tena kwenye wimbo ulio bora, sura nyingine tena. Tena kwenye wimbo ulio bora, sura ya 8. Biblia tamu. Wimbo ulio bora, sura ile ya 8. Uweze kuona. Haleluya. Wimbo ulio bora, sura ya 8, mstari wa ngapi? Wa 5 hadi wa 7. Mstari wa 5 hapa inasema hivi. Mstari wa 5. Ni nani huyu apandaye kutoka nyikani akimtegemea mpendwa wake? Nalikuamsha chini ya huo mpera. Huko mama yako alikuonea utungu, aliona utungu aliyekuzaa. Sasa kwenye Biblia inasema, nazungumzia swala la kitanda hapa. Sawa? Sawa. Mama yako alipokutoa kitandani, sawa? Alipokutoa kitandani ndio mimi napata kukuonyesha show. Anaendelea mstari wa 6. Nitie kama muhuri moyoni mwako.
Utatiwaje moyoni mwako mpaka mtu anakupa password za ATM yake? Sikiliza, nitie kama muhuri moyoni mwako, anapewa password hapo ya ATM kadi kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti na wivu ni mkali kama ahera. Cheza na Biblia wewe. Asema upendo una nguvu kama mauti, yani mtu anakuwa amekufa kwako. Yani anakupa kila kitu tu. Chukua na hiki, chukua na hiki. Unaona watu wanaohonga na mjengea mpaka mwanamke nyumba. Nyumbani wanakula dagaa. Anamjengea mchepoko nyumba. Upendo una nguvu kuliko mauti. Yani ameshakufa pale. Watoto wake ajali. Ametelekeza watoto. Watoto wanakunywa uji wa chumvi asubuhi kwenda shule. Haya, nirudie tena mstari wa 6. Anasema nitie kama muhuri. Changu doa kawekwa kama muhuri. Yaani afanye kitu bila kumpigia simu, baby, ifanyeje hapa? Sasa nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti na wivu ni mkali kama ahera. Nasikia yule mwanamke kwenye message nilikusomea. Anasema hataki nitoke kwa sababu una utamu mpya. Anasema sitaki nitoke, usije kumpa mwingine utamu mpya. Unampa utamu wa zamani tu. Shauri lako, unampa utamu wa zamani. Nani anapenda kipolo? Nani anapenda kipolo? Haya. Narudia tena. Nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti na wivu ni mkali kama ahera. Mwako wake ni mwako wa moto na miali yake ni miali ya yahu. Maji mengi hayawezi kuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuuzamisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo wa kunogeshana mali yote ya nyumbani mwake, angedharauliwa kabisa. Hela sio kitu. Wewe mwanaume unafikiria kumnunulia mke wako gari bure? Mwanamke kanunuliwa heria mpya, zawadi ya Christmas, lakini anasema mwaka wa pili unachepuka. Una tatizo la kuwahi kumaliza, ulishughulikie. Una kibamia, ukishughulikie. Unashindwa kurudia goli la pili na kushinda, ulishughulikie. Ngoja utombewe. Unaweza kuona. Kwa hiyo hii ni hali halisi. Hii ni hali halisi. Sasa usiruhusu hali ya mazoea kwenye uhusiano wako. Usiruhusu mazoea kwenye uhusiano wako. Mume wako anaweza akachepuka. Mke wako anaweza akachepuka. Usiruhusu mazoea. Mama wa miaka 53 anashuhudia kabisa. Kwa miaka miwili walikuwa wafanye tendo la ndoa. Mume wake anasema tumeshazeeka. Mume wake ana miaka 60 na ngapi? Tumeshazeeka tuache. Mpaka alipogundua kwamba meseji zake nazo hapa. Alipogundua kwamba mume wake anachepuka, ndio akaja kushtuka. Ngoja nimtafute, nimemsave jina gani? Mama Massage, ngoja nimtafute hapa. Mama Massage, huyu hapa. Ngoja nikusomee meseji zake huyu mama. Nianze mwanzo kabisa. Meseji zake hizi hapa. Sawa. Meseji zake nimechat naye sana. Okay. Asema hivi, Dr. Mungu akubariki sana, maana umeiponya ndoa yangu iliyokufa kwa muda wa miaka 3. Baada ya kukusikiliza nikafanyia kazi. Mume wangu alipagawa na kunguruma kama anakata roho. Hakika ni Mungu amekutuma kuponya ndoa zetu. Nitahitaji video nyingine zaidi ili nimchanganye akili zaidi. Sawa? Haya. Nikamwambia ndoa yake ina miaka 30 na mimi nina miaka 55 na mume wangu ana miaka 65. Hii hapa message. Kama unaweza kuiona. Sawa? Kuna mtu ananipigia moja. Bwana nitakupigia baadaye, sawa? Nitakupigia baadaye samahani. Niko na record video. Nitakupigia. Sorry. Okay. Anasema hivi, nimesikia mafundisho yako kwenye simu ya YouTube. Sasa naomba hizo video nyingine. Okay. Sasa anyway, hiyo kwa kifupi, naona muda wangu hapo umeenda sana. Kuna mtu apata kaniongelea, amenitumia hela zake, nimtumie dawa kuongeza maumbile ya kiume. Ameshatumana, nimeona message hapo ya kwenye Airtel Money. Okay, sasa unaweza kuona jinsi gani huyu mama wa miaka 53
anasema ndoa yake ina miaka 30, lakini nimemtumia video, ndoa imekuwa mpya. Wewe unafanya mapenzi na mwenzio, wala hangurumi, hapigi makelele wala nini, wewe unaona sawa tu, itakula kwako. Sasa hayo nimekuambia ili uweze kuona jinsi gani unaweza kuhakikisha kwamba ndoa yako inaweza kukaa vizuri katika maisha yako, na unaweza kuagizia hizo video, na videos karibu 50 kwa ajili ya wanaume. GB ngapi? GB karibu 20 na ngapi kwa ajili ya wanaume? GB karibu 20 na kwa ajili ya wanaume, na video nyingine kwa ajili ya wanawake zaidi ya 40 na ngapi, ziko zaidi ya ziko karibia na 50, lakini za wanaume zimekuwa nyingi zaidi kuliko za wanawake, na gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Sasa kama guest tunalipia shilingi 10,000, saluni tunalipia shilingi ngapi? Alafu mume wako achepuke, utalia sana. Kwa hiyo tuwasiliane, na maelekezo naweka hapo chini, na Mungu akubariki. Kama unaangalia video kwa mara ya kwanza, usijali, video nyingine inakuja. Video nyingine inakuja inasemaje? Video nyingine inakuja inasema mpenzi anayetafuta sababu ya kuhalalisha uchepukaji. Hiyo ni video nyingine inakuja. Alafu video nyingine inayokuja, dalili kubwa ya mwanandoa asiyempenda mwenzie. Yote ni biblical. Tafadhali jisajili. Bye.